Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika tafakari ya kujiandaa na kipindi hiki kitakatifu, kipindi cha kumrudia Mungu, kipindi cha Kwaresma. Nawakaribisheni nyote, karibu tusikilize tafakari ya kutujenga katika kipindi hiki na katika maisha ya kumwelekea Bwana wetu Yesu Kristo na ufalme wake, ili tupate kufika kwake juu mbinguni. Karibuni sana. Kwanza kabisa tujiulize, Kwaresma ni nini? Kwaresma ni kipindi cha kiroho kinachotufundisha jinsi ya kujitayarisha kiroho kwa ajili ya maadhimisho ya Pasaka na kujiandaa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Kipindi hiki kinatufundisha umuhimu wa toba, sala, huduma kwa wengine na kumfuata Kristo katika nyanja zote za maisha yetu. Kwa kutumia mifano kutoka Biblia takatifu, tutajifunza jinsi ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kuwa na tabia ya kujitolea kwa wema na upendo kwa wengine. Kwanza kabisa, katika kipindi hiki cha Kwaresma inatupasa kuwa na toba. Toba ni muhimu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Yesu anatutaka tuwe na mioyo inayotubu kwa dhati ili tuweze kufunguliwa kwa huruma ya Mungu. Mfano hai kutoka katika Biblia takatifu ni mfano wa mwana mpotevu, ikiwa ni Luka sura ya 15 aya ya 11 hadi 32. Mwana mpotevu alijua kuwa alikosa mbele za Mungu na akarudi kwa baba yake. Baada ya kurudi kwa baba yake alipokea kwa mikono ya huruma. Hii ni ishara ya jinsi Mungu anavyowakaribisha wale wote wanaotubu na kurudi kwake. Kwa hiyo mimi na wewe tujiulize, je, tunatubu dhambi zetu na kurudi kwa Mungu kwa moyo wa kweli? Basi inatupaswa kutubu dhambi zetu bila kujificha kama mwana mpotevu alivyofanya. Toba ni njia ya kupata msamaha wa Mungu. Kwa hiyo inatupasa mimi na wewe kufanya toba ili tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu katika kipindi cha Kwaresma ambacho Mungu anatualika kurudi nyuma na kufikiria yale yote tuliyofanya na kumrudia yeye, kuyaacha yote. Ni hatua gani tunachukua ili tuwe na moyo wa toba kwa Mungu? Hili ni swali tunaulizwa mimi na wewe. Tumechukua hatua gani ili tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu? Basi tunapaswa kutambua makosa yetu, kutubu kwa dhati na kutafuta msamaha wa Mungu ili kubadilika. Tuchukue hatua mbalimbali ili tuweze kufikia ufalme wa Mungu, ikiwa ni kutakasa dhambi zetu na kuwasaidia wengine. Jambo la pili ni unyenyekevu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma inatupasa kuwa watu wenye unyenyekevu. Unyenyekevu ni moja ya maadili makubwa ambayo Yesu alifundisha. Ni njia ya kufuata nyayo za Kristo na kuishi maisha ya kujitolea kwa wengine. Mfano kutoka katika Biblia takatifu, tunamwona Yesu anajinyenyekesha, ikiwa ni Wafilipi sura ya 2 aya ya 5 hadi 8. Yesu alikubali kujinyenyekesha mwenyewe na kuchukua sura ya mtumishi na kutafuta mapenzi ya baba yake. Hii inatufundisha kuwa wanyenyekevu na kwamba unyenyekevu ni njia ya kushinda dunia. Je, tunajivunia vitu vya dunia au tunajivunia kumtumikia Mungu? Ni swali hili tunaulizwa. Na katika maisha ya sasa na dunia hii, watu wengi wanajivunia vitu vya dunia kuliko kumtumikia Mwenyezi Mungu. Basi Yesu anatualika katika kipindi hiki cha Kwaresma tuwe watu wa kujivunia kumtumikia Mwenyezi Mungu na sio watu wa kujivunia vitu vya dunia na mali za dunia. Tunapaswa kuishi maisha ya unyenyekevu kama Yesu, tukijua kuwa inatupasa kutoa huduma kwa wengine, na huduma ni njia bora ya kumtumikia Mungu. Swali jingine tunaulizwa mimi na wewe katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunawezaje kuonyesha unyenyekevu katika maisha yetu ya kila siku? Ndiyo, Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tena tuweze kujiuliza na kuonesha huruma
na unyenyekevu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tunawezaje kuwa na watu wenye unyenyekevu? Tunapaswa au tunaweza kuwa watu wenye unyenyekevu tukijitolea kwa wengine, kuwasaidia wanyonge na kuepuka kujivuna kuhusu mafanikio yetu. Tukumbuke kwamba mafanikio yote tunayopata yanatoka kwa Mwenyezi Mungu aliye chemichemi ya mafanikio yote na anayetukirimia yote. Basi Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi hiki cha Kwaresma anatualika tusiwe watu wa kujivunia mafanikio yetu, kwa kuwa hayo mafanikio tumeyapata sio kwa nguvu zetu, bali kwa yeye mwenye nguvu, Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaalikwa tusiwe watu wa kujivunia. Jambo jingine ni kukabiliana na majaribu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tuweze kukabiliana na majaribu ya kila aina, tukijua kwamba dunia hii imejawa na majaribu mengi. Katika kipindi hiki cha Kwaresma Mungu anatualika tuwe watu wa kukabiliana na majaribu na kuvishinda vishawishi, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya pale alipojaribiwa na Shetani na akaweza kuvishinda vishawishi. Basi tunaalikwa tuwe watu wa kuvishinda vishawishi, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma na maisha ya baadaye baada ya kipindi hiki cha Kwaresma, tukijua kwamba Kwaresma ni kipindi cha majaribu na changamoto, lakini tunajifunza jinsi ya kubadilika au kukabiliana na majaribu kwa imani kwa Mungu. Mfano kutoka katika Biblia takatifu ni Luka sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 13. Tunaona Yesu alipojaribiwa na Shetani. Yesu alikabiliana na majaribu ya Shetani kwa kutumia neno la Mungu kama silaha. Alijua kuwa nguvu ya Shetani zisingeweza kushinda neno la Mungu. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo alitumia neno la Mungu kama silaha ya kushinda vishawishi vya Shetani. Basi na sisi tunaalikwa, mimi na wewe, tutumie neno la Mungu kama silaha yetu ya kutuongoza kushinda vishawishi. Tuvishinde vishawishi ili tuweze kufikia ufalme wa Mungu. Tunaulizwa mimi na wewe leo, je, tunatumia vipi neno la Mungu kama silaha dhidi ya majaribu? Tujiulize mimi na wewe, tumetumia vipi majaribu haya kuyakabili kwa kutumia silaha ambao ni neno la Mungu. Tunapaswa kujua maandiko ya Biblia na kuyaishi kama Yesu alivyokataa vishawishi vya Shetani kwa kutumia neno la Mungu. Kwa hiyo sio kwamba tuna Biblia ndio tumevishinda vishawishi ama tumeshinda mitego ya adui Shetani muovu, bali tusome hizo Biblia zetu na kutafakari maneno ya Biblia yaweze kutuongoza ili tuweze kumfikia Bwana wetu Yesu Kristo. Ukiyajua maneno ya Biblia na kuyaishi, utaweza kuvishinda vishawishi. Swali jingine tunaulizwa mimi na wewe, tunawezaje kukabiliana na changamoto za kiroho katika maisha yetu? Ni swali gumu sasa kwetu sisi, kwa sababu changamoto za kiroho zimekuwa nyingi katika maisha ya sasa. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tuweze kujadili na kuona vipi tunaweza kukabiliana na changamoto za kiroho katika maisha yetu, hasa katika kipindi hiki cha kumrudia Mwenyezi Mungu, kipindi kitakatifu, kipindi kitukufu cha Kwaresma. Tunahitaji kumtazama Yesu kama mfano, kuepuka majaribu na kutegemea nguvu za Mungu katika maombi. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kwamba tuwe watu wa kutegemea maombi ya Mungu, kumwomba Mungu aweze kutujalia kukabiliana na majaribu. Jambo jingine ambalo tunaliona katika kipindi hiki au ambalo tunabidi kutafakari katika kipindi hiki cha Kwaresma ni huduma kwa wengine, upendo wa kujitolea. Mwenyezi Mungu anatualika tukae watu wenye kujitolea, watu wenye upendo kwa watu wengine, kujitolea kwa wale wenye uhitaji. Huduma kwa wengine ni sehemu muhimu ya maisha ya Kristo. Tunapotoa huduma kwa wengine, tunakuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, kama tunakumbuka pale alipoteua Petro, Yohane na Yakobo waweze kumfuata kipindi anawakuta wakiwa wavuvi ziwani, aliwateua
wakawe watu wa kutoa huduma kwa wengine, basi baada ya kutoa huduma wakawa wafuasi hai wa Yesu Kristo. Basi na sisi tunaalikwa tufuate mifano mizuri ya mitume hao, tukawe wafuasi wa Yesu Kristo kwa kutoa misaada na huruma kwa wengine wenye mahitaji. Mfano kutoka katika Biblia Takatifu ni mfano mzuri sana, mfano wa mtume Paulo, ikiwa ni Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 35. Mtume Paulo anasema kuwa tunapokuwa na furaha ya kutoa kuliko ya kupokea. Paulo alifundisha kuwa wenye huruma kwa wengine ni njia ya kufuata nyayo za Yesu ambaye alijitolea kwa upendo kwa wengine. Basi mtume Paulo mwenyewe naye anatualika tuwe watu wenye huruma kwa watu wote wenye mahitaji, ili tuwe wafuasi hai wa Yesu Kristo. Basi mimi na wewe leo tunaulizwa, je, tunajitoleaje vipi kwa wenzetu, hasa wale wenye mahitaji ya msaada? Mungu anatualika tujiulize, mimi na wewe, ni mara ngapi tumeweza kuonesha matendo mema kwa wenzetu wenye uhitaji, na ni kweli tumefanya kwa wema na kwa upendo? Basi tunapaswa kutoa huduma kwa wenzetu kwa moyo wa kujitolea na upendo, bila kutegemea malipo au shukrani. Tukizingatia au tukiona katika maisha ya sasa ya dunia hii, watu wengi wamekuwa wakitoa misaada wakitegemea malipo. Watu wengine wamekuwa wakitoa misaada au kutoa pongezi kwa watu wengine au kuwapa vitu watu wakitegemea kwamba mwishowe wataweza kurudishiwa hivyo vitu vyenye thamani kama hiyo. Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi hiki anatualika tukae watu wa kujitoa kweli kweli, tukae watu wa kujitoa kwa watu wengine wenye uhitaji. Tusiwe watu wa kusubiri kurudishiwa yale tuliopewa, bali tukae watu wa kujitoa. Hiyo ndio sadaka iliyo hai. Siku zote sadaka iliyo njema ni ile sadaka inayouma. Je, Bwana wetu Yesu Kristo anakutawala katika maisha yako ukiwa unatoa huduma kwa wengine? Sio kwamba unatoa huduma kwa vile maandiko yanasema kwamba ukawe mtu wa kutoa huduma kwa wengine. Hapana, ukawe mtu wa kutoa huduma ukiongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Ni vipi tunaweza kuboresha huduma yetu kwa wenzetu katika kipindi hiki cha Kwaresma? Tunaweza kujitolea kwa wanyonge, kusaidia familia zenye shida, na kutoa msaada wa kifedha au kifamasia kwa wale wenye uhitaji. Kwa hiyo katika kipindi hiki kigumu, ni kipindi kigumu sana cha kumrudia Bwana wetu Yesu Kristo, kipindi cha Kwaresma. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tukae watu wa kujitolea kwa wenye uhitaji, hasa wale wasiokuwa na uwezo, hasa wale wenye ulemavu, wenye matatizo mbalimbali. Basi kile unachojaliwa na Mwenyezi Mungu, jaribu kushiriki na kushirikishana na wenzako wenye uhitaji. Jambo jingine ni maombi. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, mwezi mtukufu wa Kwaresma, Yesu anatualika tukae watu wa maombi, tuwe watu wa sala, tuwe watu wa kujenga uhusiano na Mungu. Sala ni njia ya kujiweka karibu na Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapaswa kusali na kuwa na mazungumzo ya karibu na Mungu, ili tuweze kuvishinda vishawishi na tuweze kuwa watu wema na watu wa kumrudia Mwenyezi Mungu, kwa maana sala zinaweza kuwa kichocheo kikubwa au kichochezo kikubwa cha kuturudisha kwa Mwenyezi Mungu na kupata msamaha Mwenyezi Mungu. Mfano mzuri ni kutoka katika Biblia Takatifu, ikiwa ni Luka sura ya 22 aya 39 hadi 44. Tunaona Yesu anasali katika Getsemani. Yesu alijua kuwa alikufa na kufufuka kwa ajili ya wokovu wetu, lakini kabla ya mateso yake alijitenga na wote na akaenda kusali kwa Baba yake. Hii inatufundisha kuwa maombi ni sehemu muhimu ya kufuata mapenzi ya Mungu. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo alipojitenga akakaa mlimani kwa siku 40 akisali kwa Baba yake akituombea. Basi mimi na wewe tunaalikwa tupate mfano huo wa Bwana wetu Yesu Kristo, wa kukaa na kutafakari na kusali na kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutuongoza katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tunaulizwa mimi na wewe,
tunapofanya maombi tunakuwa na moyo wa dhati mbele za Mungu? Tujiulize kama kweli tukiwa tunafanya maombi kwa Mungu tunakuwa na moyo wa dhati mbele ya Mungu, tukiwa wazi, tukionyesha shukrani zetu kwa Mungu kwa yote anayotujalia. Maombi ni muhimu ili kufungua mioyo yetu kwa mapenzi ya Mungu na ni sehemu ya kujenga uhusiano wa karibu na Mungu. Tunawezaje kuimarisha maombi yetu katika kipindi cha Kwaresma? Tunaulizwa kama tunaweza kutumia njia gani kuimarisha maombi yetu katika kipindi cha Kwaresma. Tunaweza kuongeza muda wa maombi, kufanya tafakari, kujiweka mbali na shughuli za dunia ili kumtazama Mungu kwa makini. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma, Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tukawe watu wa kumtegemea, tukawe watu kukaa mbali na mambo ya dunia, tukawe watu wa kumfuata katika maisha. Kwa hiyo anatuasa tukawe watu wa kufanya toba, tukawe watu wa maombi, wa kufanya tafakari kila siku katika kipindi hiki cha Kwaresma ili tuweze kuwa na maisha yenye furaha mbeleni na tuweze kufikia ufalme wa Mungu. Jambo nyingine ambalo tunabidi tutafakari katika kipindi hiki cha Kwaresma ni kushinda dhambi. Kuishi maisha ya utakatifu Kwaresma inatufundisha umuhimu wa kuishi maisha ya utakatifu na kujiepusha na dhambi. Kwa hiyo Kwaresma, kipindi hiki cha kumrudia Mwenyezi Mungu, kinatufundisha kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumtegemea Mungu, maisha ya kuacha dhambi, maisha ya toba. Mfano mzuri kutoka katika Biblia takatifu, Mtume Paulo anazungumzia maisha ya utakatifu ikiwa ni Warumi sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 2. Paulo anasema kwamba tuishi kama sadaka takatifu kwa Mungu, tukiepuka kupatana na mitindo ya dunia. Hii inatufundisha kuwa tunapaswa kujitahidi kuishi maisha ya utakatifu na kutafuta mapenzi ya Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, Mwenyezi Mungu anatualika. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, Mungu anatuasa tukaishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumtafuta yeye, maisha ya kutafuta mapenzi ya Mungu. Tunaishi vipi maisha ya utakatifu na kumtumikia Mungu? Ni maswali tunaoulizwa mimi na wewe. Kama kweli tunaishi maisha ya kumtegemea Mungu, maisha ya kutafuta utakatifu wa Mungu, tunapaswa kujitahidi kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, kuacha tabia za dhambi na kutafuta kujua zaidi kuhusu mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Kwa hiyo Mungu anatuasa tukawe watu wa kutafuta kujua zaidi uhusiano wetu na Mungu, hasa katika kuacha dhambi, kutubu dhambi zetu, kwa watu wa toba siku zote za maisha yetu, hasa katika kipindi hiki kitakatifu cha Kwaresma, kipindi cha kumrudia Mwenyezi Mungu. Vile vile tunaulizwa mimi na wewe leo, ni hatua gani tunazochukua ili kuepa dhambi katika maisha yetu ya kila siku? Ni hatua gani tumechukua? Zipo hatua tofauti ambazo inatubidi tuzichukue ili kuepuka na dhambi katika maisha haya au kuwa mbali zaidi na dhambi. Tunapaswa kujiepusha na vishawishi, kuomba msaada kwa Mungu na kuwa na maisha ya toba. Kwa hiyo njia hizi zinaweza zikatufanya tukaweza kuepuka dhambi, kuepuka vishawishi, kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu, hasa katika kipindi hiki kitakatifu cha Kwaresma, kipindi cha kumrudia Mwenyezi Mungu, kipindi cha toba, kipindi cha kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Jambo la mwisho ambalo inabidi tuone leo ni unyenyekevu kwa Yesu. Mungu anatualika tukawe wanyenyekevu. Yesu mwenyewe anatufundisha kwa mifano kuwa wanyenyekevu. Yesu alikufa kwa ajili yetu na alinyenyekesha ili atuonyeshe njia ya kweli. Kwa hiyo na sisi tukawe watu wanyenyekevu kwa Mungu na unyenyekevu kwa wale wote wanaotuzunguka, hasa wale wanaotuletea au wanaotufundisha mambo ya kimungu. Tukawe wanyenyekevu, tukawasikilize ili tuweze kufikia ufalme wa Mungu. Mfano mzuri kutoka katika Biblia takatifu, Yesu anapokuwa mtumishi kwa wote, ikiwa ni Mathayo sura ya 20 aya ya 28. Yesu anasema
hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Hii inatufundisha kuwa nyenyekevu na huduma kwa wengine ndiyo njia ya kumfuata Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaitwa au tunaalikwa tukae watu wa kutumikia wenzetu bali sio kutumikiwa na watu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatualika tukae watu wanyenyekevu, watu wa kutumikia, tusubiri kutumikiwa katika maisha haya tunayoyafuata ya kumtafuta Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi cha Kwaresma kinatufundisha kwa namna ya kipekee kuhusu maisha ya kiroho na jinsi tunavyoweza kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa tukawe karibu na Mwenyezi Mungu, tutafakari yale yote ambayo Mungu anatuasa tuweze kuyatafakari. Asanteni kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika tafakari nyingine zinazoendelea katika kipindi hiki cha kujiandaa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.